Karibu, tunaendelea kuangalia kile ambacho kinaendelea mahakamani. Tukiendelea leo, Tundu Lissu aliendelea kutoa utetezi wake katika kesi ya uhaini, akitumia ushahidi wake kuelezea kile alichokitaja kuwa ni historia ndefu ya kupinga ukiukwaji wa haki unaofanywa na serikali ya CCM na kutetea Watanzania wa kawaida. Lissu aliwaambia majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo muda huu kuwa kazi yake pia imejikita sana katika haki za Watanzania wanaojishughulisha na sekta ya madini. Alisema kuwa kwa miaka mingi alipinga jinsi wachimbaji wadogo na jamii zilizoathiriwa na miradi mikubwa ya madini zilivyokuwa zikitendewa, hasa wakati wa utawala wa rais wa zamani Benjamin Mkapa. Alitaja migogoro iliyohusu migodi ya dhahabu ya Geita, Bulyanhulu, Golden Pride Nzega, Tarime na Nyamongo, Buhemba na Marerani. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, maelfu ya watu walihamishwa kutoka maeneo ambayo miradi mikubwa ya uchimbaji madini ilikuwa ikianzishwa na serikali, huku wengine wakikamatwa wakati wa migogoro iliyohusiana na shughuli za uchimbaji madini. Alikumbushia hasa mgogoro wa Bulyanhulu, akisema kuwa matukio yaliyohusu vifo vya wachimbaji wadogo mwaka wa 1996 hatimaye yalisababisha kufunguliwa kwa kesi yake ya kwanza ya jinai. Akishirikiana na wakili Daktari Nshala, alisema walikuwa wamedai kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu vifo hivyo. Tundu Lissu pia alielezea mahakama kuhusu kazi yake huko Tarime, akidai kuwa kwa kipindi cha miaka kadhaa alisaidia kupatikana kwa uhuru wa mamia ya watu ambao aliamini walikuwa wamefungwa kimakosa kutokana na migogoro ya madini. Alisema uzoefu huo uliunda msimamo wake wa kisiasa na kuendelea tabia yake ya kukosoa taasisi za serikali. Kisha Tundu Lissu alizungumzia uzito wa kesi iliyo mbele ya mahakama hiyo leo. Aliwakumbusha majaji kuwa uhaini ni miongoni mwa makosa mazito zaidi kwa mujibu wa sheria za Tanzania, na kwamba kutiwa hatiani kwa kosa hilo la uhaini kunaweza kuambatana na adhabu ya kifo. Alisisitiza kuwa kesi hiyo ya sasa inapaswa kutazamwa ndani ya muktadha mpana wa kesi za jinai ambazo anadai kufunguliwa dhidi yake kutokana na shughuli zake za kisiasa. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, amekabiliwa na kesi nyingi za jinai chini ya tawala mbalimbali nchini, lakini anasisitiza kuwa kesi hizo zilitokana na sababu za kisiasa na zilihusiana na ukosoaji wake dhidi ya sera za serikali. Alianza na utawala wa Rais Mkapa. Lissu alikumbushia kuhusu kuwa mnamo Disemba mwaka wa 2002, muda mfupi kabla ya sikukuu ya Krismasi, alikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la kuchochea vurugu baada ya kufanya kampeni ya kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu vifo vilivyohusishwa na mgogoro wa mgodi wa Bulyanhulu. Alisema alikaa mikononi mwa polisi na hatimaye kukabiliwa na kesi hiyo pamoja na wanaharakati wengine akiwemo Agostino Mrema na Daktari Nshala. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, kesi hiyo iliendelea kwa miaka mingi bila kuwasilishwa kwa mashahidi na hatimaye ilifutwa na mahakama ya Kisutu kutokana na upande wa mashtaka kushindwa kuendeleza kesi hiyo. Kisha akazungumzia utawala wa Rais Jakaya Kikwete. Tundu Lissu alikumbushia matukio ya mwaka wa 2011 huko Nyamongo, Tarime, ambapo operesheni za polisi zilisababisha vifo wakati wa mvutano uliokuwepo katika eneo la mgodi. Alisema wakazi walimtafuta akiwa bungeni na kumwomba aje Tarime. Lissu alisema alienda huko kudai uchunguzi na kushiriki katika jitihada za kulinda miili ya watu waliopoteza maisha. Aliambia mahakama kuwa hatimaye polisi walimkamata yeye na wengine na kuwafungulia mashtaka ya kuingia katika eneo la watu wengine kinyume cha sheria. Hata hivyo, alisema kesi hiyo baadaye ilifutiliwa mbali baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuleta mashahidi. Kisha Lissu alikumbushia mgogoro mwingine jijini Arusha mwaka 2012 kufuatia vifo vilivyotokea wakati wa maandamano ya kisiasa. Alisema yeye na viongozi wengine wa upinzani akiwemo Daktari Wilbrod Slaa walikamatwa baada ya kudai uwajibikaji kuhusiana na vifo hivyo. Tena kwa mujibu wa Tundu Lissu, kesi hiyo iliendelea mahakamani bila mashahidi na hatimaye ilifutwa. Pia alizungumzia matukio yaliyohusisha mkutano wa upinzani jijini Arusha mwaka wa 2013.
ambapo vurugu zilizuka na watu kuuawa. Tundu Lissu alisema viongozi wa upinzani walipanga tena maandamano ya kudai uchunguzi, jambo lililosababisha kukamatwa na kushtakiwa tena. Aliwaambia majaji kuwa kesi hiyo nayo hatimaye ilifutwa. Tundu Lissu alielezea kesi hizi kama sehemu ya mfululizo wa matukio ambapo alikamatwa na kushtakiwa mara kwa mara kufuatia migogoro ya kisiasa, lakini kesi hizo hazikuendelea hadi mwisho. Kisha Tundu Lissu alizungumzia kipindi cha Rais John Pombe Magufuli. Lissu alikumbushia mgogoro wa kisiasa Zanzibari kufuatia uchaguzi wa mwaka 2015 ambapo matokeo yalifutwa na uchaguzi mpya kutangazwa. Alisema baada ya kutoa maoni yake hadharani kuhusu hali hiyo, alikamatwa mwezi Juni mwaka 2016 na kushtakiwa kwa kosa la kuchochea. Tundu Lissu alibainisha kuwa mmoja wa maofisa waliohusika na kukamatwa huko alikuwa Ramadhani Kingai ambaye sasa ni mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Pia alimtaja ofisa mwingine mwandamizi wa polisi Camillus Wambura ambaye sasa ni mkuu wa jeshi la polisi IGP. Tundu Lissu alisema wakati akihojiwa alimwambia Wambura kuwa hatimaye watakutana mahakamani. Alisema kesi hiyo ilikuwa tofauti kwa sababu upande wa mashtaka uliita mashahidi akiwemo Kingai, lakini baada ya Tundu Lissu kumhoji shahidi huyo, upande wa mashtaka haukuita shahidi mwingine. Kisha Lissu alikumbushia tukio jingine la kukamatwa kwake kutokana na kauli ambazo ndani yake alimtaja Magufuli kuwa dikteta. Alieleza kuwa alikamatwa Ikungi, akasafirishwa usiku kucha hadi Dar es Salaam na hatimaye kushtakiwa kwa kosa la kuchochea. Alisema kuwa kufikia mwezi Septemba mwaka wa 2016 alikuwa ameshakamatwa mara kadhaa. Tundu Lissu alielezea mahakama kuwa katika mwaka wa 2016 pekee alikamatwa mara 4, huku kesi kadhaa kati ya hizo zikisikilizwa katika mahakama ya Kisutu. Hoja yake kuu ilikuwa kwamba mashtaka hayo ya awali yanaonyesha kuwa harakati zake za kisiasa zimemuingiza mara kwa mara katika mgogoro wa mamlaka. Na huo ndio muktadha anaoliomba mahakama na majaji kuzingatia sasa, huku akielezea matukio yaliyopelekea mashtaka ya uhaini yake ya uhaini yanayomkabili leo. Lissu anasisitiza kuwa historia yake ndefu ya kupinga maamuzi ya serikali, kutetea jamii na kudai mageuzi ya kisiasa ni muhimu katika kuelewa matendo na kauli zake. Anatarajiwa kuendelea kuielezea mahakama na majaji historia hiyo yake zaidi wakati akiandaa utetezi wake dhidi ya tuhuma hizi za uhaini leo ndani ya mahakama kuu ya Dar es Salaam. Mtazamaji, like video hii kisha subscribe. Nitarejea tena na update au video nyingine tuweze kuendelea na hapa tulipoweza kukomea.